Ndugu zangu katika imani, awali ya yote ninakuhusieni kadhalika ninaihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja, tumcheni Allah mtukufu, kwa sababu kwake yeye wamefuzu wacha Mungu. Allah mtukufu anatuambia inna lilmuttaqina mafaza, kwa hakika wacha Mungu wamefuzu. Wamefuzu wacha Mungu katika maisha ya dunia, kadhalika kesho yaumul qiyama. Ndugu zangu, khutba yangu leo kwenu inaikumbusha nafsi yangu kadhalika nafsi zenu juu ya al-aishu bihikmati athna alfitan, namna ya kuishi kwa hikma katika muda ambao wanadamu wanakumbana na fitna. Bila shaka kila mmoja miongoni mwetu ana akili zilizo timamu, bali ana kumbukumbu na anajua yanayotokea katika maisha haya ya dunia. Tukiwa ni Waislamu bali wanajamii wa Kitanzania, tunajua na kutambua yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10, kadhalika 30 mwezi wa 10, na pakafuatiwa na kukaa ndani kwa takribani siku 5. Haya ndugu zangu, ukiwa umemwamini Allah tabaraka wa taala, unaporudi kwenye Qur'ani unaikuta Qur'ani inakufundisha namna bora ya kuishi katika kipindi ambacho mwanadamu anapita kwenye fitna. Na kwa hakika tupo katika fitna. Ndugu zangu, katika muda wa fitna, Muislamu mwanadamu anafundishwa kutumia vema matumizi ya hikma, kutumia vema matumizi ya hekima ambayo Allah tabaraka wa taala ameyapandanisha katika maungo ya mwili wake, katika sehemu ya akili inayotawala kumruhusu mwanadamu kusema, kukaa kimya, kufanya, kutofanya. Lakini pia katika kipindi hiki ni kuivaa na kuishi subira. Subira ni tiba inayotokana na maumivu ambayo mtu ameyapata. Nambari 3 ni attiba'u hadiyu nabii Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kufuata mwenendo, uongofu wa mtume Muhammad, rehma za Allah ziwe juu yake na watu wake na amani. Ndugu zangu, yeyote aliyemwamini Allah tabaraka wa taala anapopita katika nyakati za fitna, Allah akimruzuku hekima, subira, uvumilivu, kufuata uongofu wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, anamkuta mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anaielekeza jamii ya Waislamu, jamii ya wanadamu, kuhakikisha katika nyakati za fitna wanashikamana na dini na kuzidisha ibada. Atamassuku bidini wal ibada, kuzidi shikamana na mafunzo ya dini na kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Lakini pia kukithirisha dua, kumuomba Allah tabaraka wa taala akuondoshe katika namna iliyo salama na nyakati za fitna ulizo nazo. Imethibiti ndani ya sahihi Muslim katika riwaya iliyopokewa kutoka kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama na sahaba mtukufu Zaid ibn Thabit
Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, ta'awadhu billahi min alfitan ma dhahara minha wa ma batan. Jilindeni, tafuteni ulinzi kwa Allah tabaraka wa taala kutokana na fitna iliyoenea baina yenu. Fitna hii ni ile inayoonekana na iliyofichikana. Jilindeni kwa Allah tabaraka wa taala. Allah ni mlinzi wa kweli na mwenye kunusuru waja wake kwa ukweli. Rudi mwanadamu uliyemwamini Allah tabaraka wa taala, pamoja na kukithirisha ibada, pamoja na kushikamana na dini, lakini zidisha kumuomba Allah tabaraka wa taala akunasue. Kunasuliwa kuliko kwema na mazingira ya fitna ambayo unaishi nayo, hususan katika nyakati tunazozipitia ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu katika imani, pamoja na hilo, ni mwanadamu Muislamu kujirejesha kwa Allah mtukufu kwa kumpwekesha Allah kiukweli na kutambua na kuelewa hakuna kinachokuwepo katika hii dunia sawa sawa kitokane na haki au na dhulma, bali kimewezeshwa, kimekubaliwa, kimeidhinishwa na Allah tabaraka wa taala, na yote Allah mtukufu anayafanya kwa lengo la kutahini waja wake, kwa lengo la kujaribu waja wake. Allah mtukufu katika Qur'ani anatuambia katika surati Taghabun aya 11, ma asaba min musibatin illa biidhnillah. Hakuna yanayokupateni katika masaibu ya kidunia, katika mazito ya kidunia, katika misiba ya kidunia, katika tabu za kidunia, katika mateso ya kidunia, ile yanakupateni kwa idhni ya Allah mtukufu. Allah anajaribu sawa sawa yamekupateni kwa haki, pengine ni chumo la mikono yenu, sawa sawa yamekupateni kwa dhulma, kwa watu kukudhulumuni. Allah tabaraka wa taala anajaribu, anawajaribu wale ambao yamewapata masaibu kwa chumo la mikono yao, anawajaribu waliopata masaib kwa sababu ya kudhulumiwa. Akasema Allah tabaraka wa taala, waman yu'min billahi yahdi qalba. Lakini muda wote mwanadamu aliyemwamini Allah mtukufu anapopatwa na masaibu na mazito na mateso na mashaka, akamwamini Allah tabaraka wa taala, Allah huongoa moyo wake, huongoza moyo wake katika kupatia, na wala asiupeleke katika kupotea. Wallahu bikulli shay'in alim. Na Allah juu ya kila kinachotukia katika uso huu wa ardhi, kila kinachofanyika katika mgongo wa ardhi, Allah ni mjuzi nacho. Hakuna kinachofichikana kwake, hakuna kisichotambuliwa kwake. Ndugu zangu katika imani, Uislamu unatufundisha wakati tunapopatwa, tunapofikwa na nyakati za fitina, atahalli bisabri walhudui, kujipamba na subira, uvumilivu, lakini sambamba na hilo utulivu. Kuwa mtulivu, subiri kwa Allah tabaraka wa taala, lakini zuia mdomo wako usiropoke. Zuia viungo vya mwili wako visichukue maamuzi ambayo tena baadaye yatakugharimu. Mrejelee Allah mtukufu, mrudie Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anawalipa wenye subira ujira usio na hesabu. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Hakika ya Allah mtukufu anawalipa wale ambao wameumizwa, wale ambao wameumia, wale ambao wameporwa, wale ambao wamedhulumiwa, wakasubiri wasiharibu, anawalipa ujira usio na hesabu. Qur'ani haisemi uongo, lakini nani anayeamini haya?
Ni nani anayeishi haya? Ni yule aliyemwamini Allah tabaraka wa taala, ni yule mwenye yakini na kuwa iko siku ya mwisho atalipwa kwa anayoyatenda katika hii dunia. Khairan fa khairan wa sharran fa sharra, alitenda kheri atalipwa kheri, na alitenda shari atalipwa shari. Ni juu yetu kuhakikisha tunajipamba na subira katika nyakati tulizo nazo. Tumeondokewa na ndugu zetu vipenzi, kuna watu zimeporwa mali zao, kuna watu wamedhuriwa. Subiri, lakini kuwa na utulivu. Utulivu katika kusema, usiropoke. Utulivu katika kutenda, usichukue maamuzi mengine ambayo hayana faida na wewe. Lakini sanjali na utulivu, adamil injirari waraa shaiati, epuka kuishi na mambo yanayovumishwa ambayo huna uhakika nayo, hauna yakini nayo. Mambo hayo yakasababisha migogoro na yakaleta machafuko baina ya watu. Epuka maneno ya uongo ambayo huna uthibitisho nayo. Usisikie habari usioijua, usiokuwa na uthibitisho nayo, ukaieneza kwa watu kwa namna ya aina yeyote, ukasema au ukaandika. Allah tabaraka wa taala anawaambia Waislamu 6 suratul Hujurat, ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi ambao mmeamini, enyi mliomwamini Allah tabaraka wa taala, akikuijieni fasiki na habari, msisadikishe, msiamini, msikubali. Fatabayyanu, kwanza itafutieni ubainifu, kwanza itafutieni ubainifu. Antusibu qauman bijahala, mtajangamiza watu kwa ujinga. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, halafu mkaja kuwa ni wenye kujuta baadaye kwa yale ambayo mliyachukulia maamuzi kwa habari ya kusikia pasina kumjua msemaji wala kumuona, ukaeneza habari usio na uthibitisho nayo. Tuepuke haya katika mazingira tulionayo ya fitna. Lakini si hivyo ndugu zangu, tujitahidi sana katika nyakati tulizo nazo, nashrul khairi wasulhi baina nnasi. Tujitahidi kueneza kheri, kutangaza kheri, kusema kheri na kusuluhisha baina ya watu. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yeyote anayeamini iko anamwamini Allah mtukufu na anaamini iko siku ya mwisho, atalipwa kwa anayoyatenda katika hii dunia, ajitahidi aseme yaliyo ya kheri, aseme yenye manufaa, aseme yenye kutengeneza, asiseme yenye kuharibu, asiseme yenye kubomoa. Akishindwa kusema ya kheri hanayo, ni vizuri sana yeye kukaa kimya. Huyu ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini kusuluhisha baina ya watu, kujitahidi kuhakikisha tunalingania watu mafundo ya waondoke ndani ya nyoyo zao. Kuweka mafundo chuki si tiba ya kutengeneza hali za watu. Hali za watu zitatengenezwa kwa watu kuondosha mafundo ndani ya nyoyo zao, kuondosha chuki ndani ya nyoyo zao, kuondosha fitna ndani ya nyoyo zao. Wakiweza yaishi haya watu kama ambavyo Uislamu unaelekeza, hakika nyakati za fitna kwao zitapita kwa haraka na maisha yatarudi katika namna iliyo bora na iliyo njema. Ndugu zangu katika imani, Uislamu unatufundisha pia katika nyakati za fitna ihtiramul qanun, kuheshimu kanuni zilizopo.
si kanuni peke yake, wa sulta, na kuheshimu mamlaka. Heshimu mamlaka ndugu zangu. Uislamu ni dini ambayo imekuja wafundisha watu kheri, imekuja waelekeza watu yale ambayo yana maslahi na wao. Zilipatapita nyuma huko zama za fitna zilizo ngumu, walipita watu katika hii dunia kina Hajjaj ibn Yusuf, wakafanya walioyafanya katika hii dunia. Maulama wakubwa wa Kiislamu wapo wanaishi. Qur'ani imekita ndani ya nafsi zao, haikukita peke yake kwa kuhifadhiwa, bali kwa kujua maana yake. Lakini jitihada kubwa walioitumia maulama hawa ni kukaa kimya, ni kunyamaza. Sikuwa hawawezi kunyamaza, wanaweza kusema. Sikuwa kuna wanayemuogopa kinyume na Allah tabaraka wa taala, hapana. Lakini alim anaongozwa na hekima na busara. Alim anaongozwa na Qur'ani na Sunna. Anaona mi kufungua mdomo wangu kusema lolote lililo kinyume na sulta ni kuiangamiza jamii ninayoishi nayo. Anafunga mdomo wake ili kuiepusha jamii na fitna. Tujifundishe ndugu zangu kukaa kimya. Tujifundishe kukaa kimya wakati tukimrejelea Allah tabaraka wa taala. Wamepita wengi kwenye hii dunia wakafanya walioyafanya, lakini wawapi? Firauni laanatullahi alayhi alitesa bani Israil, lakini mwisho wa siku aliishia wapi? Wewe ni muumini kweli, mrejelee Allah mtukufu. Wewe ni kiongozi wa dini, mrejelee Allah tabaraka wa taala. Usiufundishe umma, usiuelekeze umma, usiuambie umma ukaenda kinyume na sulta. Ndugu zangu katika imani, tumuombe Allah tabaraka wa taala atuondoshe katika zama na nyakati za fitna tulizo nazo, azishikamanishe nyoyo zetu kuwa moja, ayaondoshe maumivu yaliyo ndani ya nyoyo zetu, arudishe umoja, upendo, mahusiano mema yaliyopo baina yetu. Allah mtukufu ni mwingi wa kusamehe na mwenye kuonea huruma waja wake. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al barru al karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ba'd. Ahibbatun fillah, usikum wa nafsi bitaqwa Allahi subhanahu wa ta'ala wa ta'atihi bimarratin thaniya. Ndugu zangu katika imani, kwa mara ya pili naihusia nafsi yangu kadhalika nafsi zenu kumuogopa Allah mtukufu. Enyi waja wa Allah mtukufu, tumrejeeni Allah, tumuogopeni Allah kiuhalisi, kiukweli, kwa kutenda yaliyo mazuri na kujiweka mbali na yote yaliyo mabaya. Hotuba yetu ndugu zangu inatukumbusha namna ya kuishi kwa hikma katika zama za fitna, katika zama za machafuko. Ndugu zangu, tumeona namna gani Uislamu unavyotuelekeza sisi kuishi kwa hikma. Ni kuhakikisha tumia vema akili zetu katika maamuzi ya kusema kwetu na kutenda kwetu. Hekima iwe ndiyo kiongozi wetu, subira iwe ndiyo vazi letu la kila siku, la muda wote. Lakini uongofu wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama ndio uwe taa yetu ya kutembelea, ya kutumulikia tunapokanyaga wakati tunatembea katika zama hizi. Tunakumbushwa
kuhakikisha tunashikamana na dini katika nyakati tulizo nazo, tukikithirisha kumwabudu Allah tabaraka wa taala, bali kumtaka msamaha Allah na kumuomba Allah mtukufu atupitishe katika mazingira ya fitna tulionayo katika namna iliyo njema na bora. Na ndivyo alivyotufundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia kuhakikisha tunajitahidi kuishi kwa kusubiri kutokana na maumivu yaliyopatikana, lakini pia tukiongozwa na namna njema ya hekima na busara, lakini pia kujipamba na subira katika nyakati zote, maeneo yote, muda wote, na kuepuka kutamka maneno yanayoweza zidisha kuwasha moto wa uchochezi, moto wa migogoro, badala ya kuzima moto huu na maisha ya Watanzania kurudi katika namna iliyo bora. Ndugu zangu katika imani, tukio la tarehe 29 mwezi wa 10, kadhalika 30 mwezi wa 10, na amri ya kukaa ndani kwa takriban masiku 5, ni tukio ambalo haliwezi pita vivi hivi likawa halina mazingatio kwa watu wenye akili. Ni tukio ambalo haliwezi pita vivi hivi pasina kuleta ibra kwa waliomwamini Allah tabaraka wa taala. Kila mmoja ana haki ya kuvuna mazingatio kupitia tukio hili kwa namna lilivyotupita. Lakini miongoni mwa mambo yanayoweza kuelekeza mazingatio kwa wanadamu wanaoishi katika hii dunia ni makundi kadhaa wa kadhaa ya kijamii. Nambari 1 ni kwetu sisi sote raia wa Tanzania, wazaliwa wa Tanzania, wanaoishi Tanzania kwa kufanya kazi kwa sababu zozote zile za kuwepo Tanzania. Al-amnu wal-amani, amani na utulivu. Amani na utulivu ni kitu muhimu mno katika maisha ya mwanadamu. Mazingatio makubwa yanayoweza patikana kwetu sisi wanajamii, wazaliwa, wakazi wa Tanzania, amani na utulivu ni kitu muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Palisemwa sana huko nyuma, kabla ya haya. Hawakusema watu kwa akili zao, walisema kwa kunukuu Qur'ani na Sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wengine wakaonekana ni machawa. Hakuna aliyehongwa ndugu zangu. Yeyote ambaye Allah mtukufu amempa amana ya elimu, Uislamu unamlazimisha itumia amana hiyo kuulingania, kuhadharisha, kuukumbusha umma, na kuwa mtu ataulizwa kwa amana hiyo yaumul qiyama kama hakuitumia vile ambavyo inastahiki. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote ni wachunga na mtaulizwa kwa namna gani mlivyovichunga vile vinavyokuhusuni. Miongoni mwa nukuu zilizonukuliwa nyuma ni maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaliyothibiti ndani ya Sunanu Tirmidhi. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yeyote miongoni mwenu ambaye ameamka akiwa ana amani na utulivu nyumbani kwake, anaweza kutoka akafanya lolote lile. 1. Pili, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, muafa fi badanihi, tena ni mtu mwenye afya kamilifu katika mwili wake, afya inayomruhusu kutembea, hakuna kiungo kilichovunjwa, hakuna kiungo kilichomharibika kinachomuugua. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, indahu
qutu yaumihi, mtu huyo siku hiyo situkuwa ameamka nyumbani kwake ana uhuru na amani ya kutosha ya kutoka kwenda pahala popote, ana afya kamilifu, ana chakula yeye na familia yake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, mtu huyu ni kana kwamba ameimiliki, ameitawala dunia na vilivyomo ndani yake. Tuna akili timamu, tumeishije kwenye kizuizi cha kukaa ndani? Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanasemaje na maisha tuliokuwa nayo? Wakati mtu leo fungu la mchicha uliovunwa, uliong'olewa kutoka kwenye ardhi mpya, analinunua shilingi 500 na anachagua atakavyo na mwisho analiacha. Walifikia watu kununua fungu la mchicha ulioharibika, unakwenda kwenye kuuza shilingi 2,000 3,000 fungu moja, ambalo mtu mmoja mchicha huu ukichemshwa hauwezi kumtosha. Huu mchicha unaenda kuliwa na familia ya watu 10. Wamenunua watu mkate mmoja shilingi 10,000. Wamenunua watu nyanya moja shilingi 1,000 1,500. Wamekosa watu huduma ya chakula. Ni kwa sababu amani na utulivu vimekosekana kwao. Tusicheze na hili ndugu zangu. Tusifanye majaribio kwenye amani na utulivu. Tujue sote ni mas'ulu mbele yake Allah tabaraka wa taala juu ya kulinda amani na utulivu katika maisha yetu, katika makazi yetu. Amani na utulivu ndio inambakishia mtu biashara yake, inambakishia mtu mali yake. Imeondoka amani na utulivu, kuna watu wiki 2 zilizopita walikuwa ni matajiri wanaomiliki mitaji, pesa za milioni 200, 300, bilioni 1, leo zote zimeteketea, hazipo. Na wengine wamekopa benki, kakopa benki, mtu kanunua magari 2 matatu yamepigwa moto pa. Hayapo amani na utulivu. Amani na utulivu, kuna ndugu zetu tulikuwa nao hawapo leo, hawapo, ni kina marehemu. Si kitu cha kufanya mchezo ndugu zangu, si kitu cha kufanya mchezo, cha kufanya majaribio. Tumuombe Allah tabaraka wa taala aidumishe amani na utulivu katika maisha yetu ndani ya nchi yetu, na amuondoshe kwetu kila yule ambaye anatamana hamu ya kuharibu amani na utulivu tulionao. Hii ni kwa raia wote wa Tanzania, ni kwa wakazi wote wa Tanzania. Kuna wawekezaji kutoka nje wanaogopa mali zetu zitaharibiwa. Ndani ya kuwekeza kwake mtu kaajiri watu 100, anaogopa naondosha mradi wangu peleka nchi nyingine, watu 100 wakazi wa Tanzania hawana ajira. Amani na utulivu. Lakini pia ni jukumu la wazazi katika mambo tunayoyachukua ni mazingatio kupitia matukio yaliyotupita. Wazazi, pateni muda, bali iwe ni kawaida ya kukaa na watoto wenu. Kaeni na watoto wenu. Uislamu umetufundisha haya. Huko Luqman, katika mja miongoni mwa waja wema, anakaa chini na mtoto wake, hamlinganii tu kumwabudu Allah tabaraka wa taala, lakini namna njema anavyoweza ishi na watu. Tumewaacha watoto wetu, vijana wetu wanalelewa na mitandao, wanalelewa na vijiwe, wanafundishwa maisha na mitandao. Hatuna muda wa kukaa na watoto wetu. Utamaduni wa Mtanzania miaka 30 40 iliyopita, baba hawezi kula isipokuwa anakula na familia yake. Hakuna habari ya kula chumbani peke yake, anakula na familia. Akila na familia, baada ya kumaliza kula wanapata 2 matatu ya kuelekezana.
Ndio tukapata baba zetu ambao walikuwa watiifu, wasikivu kwa wazazi wao. Baba zetu ninyi leo haya mmeyaacha. Rudini katika asili ya kawaida ya mwanadamu. Haya ndiyo mafunzo ambayo Uislamu unayafunza. Kuwa karibu na mwanao, zijue nyenendo zake. Kuwa karibu na mwanao, wajue marafiki zake. Kuwa karibu na mwanao, jua nini anafanya. Kuwa karibu na mwanao, mtengeneze aje kuwa ni mwanajamii aliye bora, mwema. Usimuache mtoto akatamani pora. Chukua cha mtu, ataishi maisha ya haramu. Dhulma haidumu ndugu zangu, na dhulma ukiona inaishi, mbona yule kadhulumu na yupo? Tunaambiwa adh-dhulma la yadumu idha dama damara. Dhulma haidumu, dhulma haishi. Ukimwona dhalimu anaishi na dhulma, inamwangamiza. Anaishi na dhulma na maradhi makubwa, kila siku anabugia chungu nzima ya madonge. Anaishi na dhulma, hana amani, hana uhuru. Hawezi toka akakana wanajamii wenzi wake namna hii, muda wote ana hofu. Dhulma. Mfundishe kijana wako awe ni kijana Mtanzania Muislamu, asiwe Muislamu ambaye anafikiria, ana hamu ya kufanya kazi kwa mikono yake, kwa kutumia akili yake, apate chumo la halali ambalo litamlinda yeye na kuangamia kadhalika kizazi chake, bali litakulinda wewe baba yake. Litatengeneza mustakbali bora mwema mbele ya Mola wake. 3, miongoni mwa mafunzo, mwa mazingatio tunayoyapata kupitia matukio yaliyotupita, ni umuhimu wa viongozi wa dini. Umuhimu wa viongozi wa dini kutoshabikia mambo yaliyo kinyume kabisa na vitabu vya dini. Umuhimu wa viongozi wa dini kujiweka kando na mambo yaliyowekwa na watu ambayo hayako ndani ya vitabu ambavyo wao wanaviamini. Qur'ani imefundisha, imeelekeza, maelekezo yake, mafunzo yake yanatosha. Hakuna mafunzo mengine. Vitabu vilivyopita, Biblia inafundisha, inaelekeza. Unapata wapi ujasiri kiongozi wa dini kutafuta mafunzo nje na vitabu hivi? Simama kiongozi wa dini, usiwe moga. Waambie wanadamu wanaoishi katika hii dunia yale ambayo unaamini yako ndani ya kitabu unachokiamini. Bila kuhofia utaonekana chawa, utaonekana nani. Simama, sema. Hakuna dini ndugu zangu, ukisoma Qur'ani, ukasoma vitabu vyote vilivyopita, Taurati, Zaburi, Injili, hakuna kitabu kinachofundisha chuki baina ya watu. Hakuna kitabu kinachofundisha ubaguzi baina ya watu, bali vitabu vyote vinafundisha umoja, kuoneana huruma. Vitabu vyote vinafundisha upendo. Viongozi wa dini waishi katika jukumu lao, waishi katika maono walioyakubali na kuyachagua ya kuishi dini. Ya Rabbi, tunusuru na tuepushe na mambo ya kisiasa na mambo ya demokrasia. Kundi la mwisho ambalo lina haki ya kuchukua mazingatio kupitia tukio lililotokea ndani ya nchi yetu ni serikali yetu, viongozi wake. Wakati wanakwenda tengeneza serikali, wahakikishe wanatengeneza serikali ambayo itakata kiu cha Watanzania kutokana na mahitaji mbalimbali walionayo. Watu wanaishi katika maisha ya umasikini wa kiwango kikubwa sana. Hakuna namna njema na iliyo bora ni kuhakikisha panapatikana jibu la haraka, jibu ambalo litakuja kuamua watu na huu maskini, jibu ambalo litakuja kuamua watu na huu mkwamo wa kimaisha. Kuna vijana wanatembea na degree zao, shahada zao, stashahada zao, tangu amemaliza chuo, amegraduate miaka 5, anatembea na shahada, hana ajira.
Maskini ya Mungu, kijana huyu amesoma, akili yake imetengenezwa, unasoma, ukimaliza kupitia shahada yako utapata ajira. Yapatikane majawabu, yapatikane majibu kwa hawa vijana, wapate kazi ambazo zitaweza endesha maisha yao na kuwatoa katika vijiwe ambavyo vinawafanya wafikirie mabaya kuliko mazuri. Serikali ni jukumu lake kuhakikisha linawaunganisha Watanzania. Serikali ndani ya Tanzania ndiyo mama, ndiyo baba, ndiyo mzazi. Ni jukumu lake kwa yote yaliyotokea kuhakikisha inawaunganisha Watanzania, inawafanya kuwa ni kitu kimoja, na kuhakikisha wanalinda uzalendo wao, wanausimamisha utanzania wao, wakailinda nchi yao na kutokukubali kufitiniwa na walio nje ya Tanzania kuiharibu nchi yao ambayo wao hawana pahala pa kukimbilia zaidi ya hapa. Rabbi, tunakuomba utujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tujalie kuwa ni miongoni mwa wale ambao tunasikia nasaha njema na tunazifanyia kazi. Tuondoeni chuki, ndugu zangu, ndani ya nyoyo zetu. Sote tuwe kitu kimoja, tuwe wenye hekima, wenye subira, wenye uvumilivu na upendo. Wala tushariku ayuha alahibba fil fitan, na wala msishiriki katika mambo ya fitna. Ndugu zangu, jiwekeni mbali na fitna, jiwekeni kando na fitna. Ukienda Rwanda, nchi ya Rwanda, nchi jirani yetu, hakuna mtu anasema mimi Mnyamwezi, we Mzaramo, we Mdengereko. Wanasema wote si ni Wanyarwanda. Tutembeni tuseme sisi ni Watanzania. Tutembeni tuseme sisi ni wamoja. Tushindane kwenye kueneza imani zetu kwa hoja thabiti zilizo ndani ya vitabu, bila chuki. Tusimchukie mtu kwa dini yake. Tuyaepuke haya, ndugu zangu. Lakini si hivyo, kuweni ni wenye pupa kuhakikisha jamii yetu inabakia kuwa ni kitu kimoja. Amani na utulivu unapata ishi katika maisha yetu. Viongozi watende haki kwa namna inavyowezekana kutenda haki. Na suala la kutenda haki ni suala linalomlazimu kila raia, kuanzia majumbani mwetu, mitaani kwetu, serikali za mitaa, serikali za wilaya, mpaka kufika juu. Kila mmoja asimame kwenye haki, na tujue na tuelewe, vyovyote utakavyokuwa, iwe Muislamu, usiwe Muislamu, uwe na dini, usiwe na dini, utakufa. Utakufa na utasimamishwa siku moja mbele yake Allah tabaraka wa taala. Atakuuliza Allah mtukufu kwa unayoyafanya katika hii dunia. Hala, tenda yaliyo mema, tenda yaliyo mazuri, jiweke mbali na mabaya. Ya Rabbi, tunakuomba uzikutanishe nyoyo zetu, zijalie kuwa ni nyoyo moja zenye upendo wa kweli. Warejeshe Watanzania namna walivyokuwa kabla ya tarehe 29 mwezi wa 10. Ya Rabbi, wote waliokufa wasamee makosa yao, na wote walio vitandani, ya Rabbi, watibu majeraha yao, wawezeshe wanyenyue, warudi katika maisha yao ya kawaida. Ya Rabbi, wote waliondokewa na ndugu zao, wapambe, waruzuku subira, waruzuku uvumilivu, wajaze moyo wa kusamehe. Ya Rabbi, tunakuomba utulinde na kutuepusha na kila shari. Kila mwenye nia mbaya na sisi, ya Rabbi, muepushe na tuweke mbali naye. Muondoshe katika maisha yetu, ndani ya nchi yetu. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba turejeshe namna tulivyokuwa kabla hayajatokea yaliyotokea ndani ya nchi yetu. Tujalie upendo na maelewano. Tuweke mbali na maneno ya uvumi, maneno ya umbea na upashkuna yanayoweza tupasua na kutugawa baina yetu. Ya Rabbi, waruzuku viongozi wetu hekima, waruzuku huruma, waruzuku busara, wawapende wa Tanzania vile wanavyozipenda nafsi zao.
wawaonee huruma wa Tanzania vile wanavyozionea huruma nafsi zao. Nafasi za uongozi ambazo wewe umewapa wazitende kwa ajili ya Watanzania na si matumbo yao wala faida ya maisha yao. Ya Rabbi, tunakuomba walinde, wakinge, wanusuru na kila shari ndugu zetu wa Palestina. Ya Rabbi, wanusuru na shari za mazayuni wa Kiyahudi. Ya Rabbi, wavishe mavazi yatokayo kwako, walishe chakula kitokacho kwako, wanyweshe kinywaji kitokacho kwako, wajalie na waruzuku nusra ya haraka. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba utujalie amani, utulivu na upendo na haki katika maisha yetu yote, ndani ya nchi zetu zote katika hii dunia ambayo tunaishi hivi sasa. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع وعن البقية أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضل لطيف. اللهم اجعل الأمن في أوطاننا، اللهم اجعل الأمن في أوطاننا برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا الحاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.